Asalamu alaikum Tanzania, tumsifu Yesu Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Niko hapa katika viwanja vya Haste ambavyo vinapatikana Mwananyamala, na sehemu hii ni maalum kwa ajili ya viwanda vidogo vidogo. Lakini yote kwa yote, mkurugenzi wa kampuni ya Series Products anaitwa Agnes Kiala leo ameweza kujumuika na watoto wanaoishi katika mazingira magumu kwa ajili ya iftari. Huyu hapa tumsikilize alichokizungumza. Kwa jina naitwa Agnes Juvent Kiala, ni founder wa Series Product ambao ni wazalishaji wa Series Ungalishe pamoja na Series Red Wine. Katika kipindi hichi cha mfungo wa Ramadhani na Kwaresma, nimeona niandae iftar ambayo nimewashirikisha watoto wanaoishi katika vituo vya watoto yatima kwa ajili ya kukula chakula cha pamoja, kuonesha furaha, kuonesha upendo na kuonesha kwamba tunashirikiana nao na wajue kuna watu nje ya boksi ambao wanawathamini sana. Kwa hiyo ningependa kutoa wito kwa Watanzania wenzangu ambao wanapata kutoa ni moyo na si utajiri. Kwa hiyo katika kidogo changu ambacho nimekipata ndio nimeona na mimi nipate kutoa kwa ajili ya watoto yatima ili na wao wafurahi na waone kwamba wanathaminiwa katika jamii yetu. Nipo pamoja na watu kutoka sehemu tofauti tofauti, maafisa ustawi wa wilaya ya Kinondoni pamoja na watu mbalimbali waliokuja kusapoti, kukaa nao ili kuwaonesha kwamba wanawajali na kuwapa yale maadili, kuwashauri. Wapo walezi kituoni, lakini kwa sisi siku ya leo ambapo tutajumuika nao watakuwa wana faraja zaidi, kwa sababu watapata connection za watu tofauti tofauti, kwa sababu wao wanaenda shule wanarudi kituoni, hawana connection. Ndio pale wanajikuta wamekuwa watu wazima, wanataka kuomba kazi, ndio zile kazi ambazo siwezi kwenda kupata kazi, mimi sina connection na nakata tamaa mapema. Kwa hiyo ninavyoandaa hivi kuwachanganya na watu tofauti ili kuwajengea connection na watu wengine na wajijue kwamba wao ni wa thamani na ni watu wa kawaida ambao wakipambana wanaweza kuwa kama Agnes Kiala, wanaweza kuwa kama Mama Samia na wanaweza kuwa chochote duniani ambacho wanataka kuwa. Napenda kutoa ushauri kwa wazazi ambao wanawatupa watoto. Watoto ni baraka kutoka kwa Mungu, na hivyo kitendo ambacho wamekifanya wao ni kitendo ambacho wamekikusudia kabisa na walijua matokeo hayo yanatokea. Kwa hiyo sasa wasije wakatupa watoto tu na baadaye kuanza kuilaumu serikali kwamba serikali haiwajali. Angalia chanzo gani ambacho kimesababisha mpaka ukasema serikali haiwajali, kwa sababu watoto ni wengi sana na serikali inajitahidi kwa kadri ya uwezo wao, kama maafisa ustawi na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anajitahidi kabisa katika swala zima la kuhakikisha vituo vipo vingi na vituo vinahudumiwa vizuri, na kama juzi amekuwa mfano wa kuigwa. Inamaanisha yani tuliona ameasili mtoto ambaye alikuwa ametupwa. Hivyo basi jamani, niwaombe wa mama wenzangu, watoto ni baraka na uwezo ukajua yule mtoto baadaye atakuja kuwa nani. Kwa hiyo tujaribu kuwatunza watoto na tujaribu, kama ikishindikana kabisa, tumia hata uzazi wa mpango jamani, tusiwatupe watoto ovyo. La kikoba, lakini pia ni rafiki. Tunafurahi kwa hii siku ya leo kwa sababu ni moja kati ya sadaka ambazo tunatoa. Alitushirikisha mwenzetu na tukaamua tumsapoti kama rafiki zake, lakini pia kama viongozi wenzake tukaamua tumsapoti kwenye jambo hili, kwa sababu kwanza ni jambo la baraka, yoyote anaweza akalifanya, ijalisha wewe ni Muislamu ni Mkristo. Kwa hiyo tumemsapoti mwenzetu, lakini pia na sisi ni sehemu yetu ya kupata baraka. Kwa hiyo tunashauri pia jamii ambayo inatuzunguka waweze kufanya vitu kama hivi vya kutoa sadaka, kuwalisha watoto yatima, wajane, wagonjwa. Ni sehemu ya sadaka. Sio lazima sadaka uitoe msikitini, sio lazima uitoe kanisa. Tuendelee kuwa na moyo wa kusaidia, kwa sababu ni moja ya sadaka kama nilivyosema, ni sadaka kama sadaka nyingine, sio lazima sadaka tuitoe kanisani. Kwa hiyo niwape moyo watu wote, hata kama ni mtu mmoja mmoja, tuwasaidie yatima, wajane, wagonjwa, wote wanahitaji msaada wetu, lakini pia ni sehemu ya sadaka zetu na tutapata baraka kutoka kwa Mungu. Kwa jina naitwa Jafari Shabani, ni rais wa taasisi ya Kelivas Network Tanzania, taasisi ambayo inawakutanisha vijana wote ambao wamepitia kwenye mifumo malezi mbadala na kuwapa nafasi ya kuweza kujadili majambo ambayo yanawahusu. Leo tunashukuru tumekuwa ni sehemu ya watu ambao wamealikwa kuja kuhudhuria iftari hapa kwa dada Agnes kupitia foundation yake ya Series Product, na katika iftari hii kitu kizuri zaidi ambacho amekifanya ni kualika
watoto wanaopitia kwenye malezi mbadala, kwenye mifumo ya malezi mbadala. Tunafahamu kwamba kupitia iftari hii inatukumbusha umuhimu wa kurudisha kwa jamii, inatukumbusha umuhimu wa kuwapa wale wenye uhitaji, lakini pia inatukumbusha umuhimu kwamba tunatakiwa katika kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu ametubariki basi tuweze kukitoa sadaka kwa wenzetu ambao wanakuwa wanahitaji kitu kuweza kukipata kwa wakati huo. Kwa hivyo tunamshukuru sana dada Agnes kwa kuweza kufanikisha hili jambo, lakini pia ni sehemu ya kukamilisha maandiko ambayo Mwenyezi Mungu ametuambia, kwa sababu Mungu ametuambia kwamba dini iliyo safi na isiyo nataka mbele Mwenyezi Mungu ni kwenda kuona wajane pamoja na yatima katika makazi yao. Lakini pia Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba tutakapotaka kufanya biashara iliyo nzuri na yeye, basi tuhakikishe tunatoa sadaka katika wale ambao wanakuwa wenye uhitaji, na pamoja kundi wenye uhitaji ni pamoja na watoto yatima, pamoja wajane, pamoja na wazee na wengine wenye uhitaji kwa ujumla. Kwa hivyo tunashukuru kwa kuwa sehemu ya waliohudhuria hapa, na Mwenyezi Mungu aweze kumbariki. Assalamu alaikum, kwa jina naitwa Sabra Ngereza, ni afisa ustawi, lakini pia tuko hapa leo katika iftari gala ya series product ambayo imeandaliwa na dada Agnes. Katika hii iftari gala tumejumuisha na watoto yatima. Hivyo basi tunapenda kuwashauri watu ambao wanatamani kutoa vitu vyao au kutoa msaada, ni vyema wakatoa kwa watu ambao wenye uhitaji kama watoto yatima, wajane, lakini pia watu ambao wako hospitalini na kadhalika. Neno la kuambia wadada wa namna hiyo ni kwamba kama mtu anajikuta hana uhitaji kwa muda huo wa kuwa na mtoto au wa kuwa na familia, ni vyema akachagua namna nyingine na si kusubiri mpaka mtoto ameshakuwa na akamtelekeza. Ni kwamba kama hauna uhitaji wa muda huo, ni vyema ukaacha kushiriki au kuengage katika hayo masala ambayo yanaweza yakasababisha wewe ukampata huyo. Neno ambalo nalitoa katika jamii, tuendelee kujitoa kwa watu ambao wana uhitaji, kwa sababu watu ambao kama watoto yatima, lakini pia wajane, watu ambao wako hospitalini wanatuhitaji sana sisi. Kwa hiyo tuendelee kujitoa katika jamii zetu ili kutengeneza pia jamii iliyo bora.